mkinipatia katika mkutano wangu, lakini pia nimehemewa na upendo na ushirikiano ambao kila wakati mmekuwa mkinipatia. Tangu nimeingia Kasulu baada ya bunge, nimekuwa na mikutano, na kwa hakika kila mkutano ninaokwenda nakutana na umati mkubwa wa watu ambao unanipokea. Kwa hiyo hii ni ishara njema kwangu kwamba bunge litakapovunjwa mwezi wa 7, nitakaporudi kwenu kuomba ridhaa, naona wananchi utayari wa kunipokea huko zaidi ya tayari. Ninawashukuru sana ndugu zangu. Na ndugu zangu, niseme ushirikiano, upendo na mshikamano ambao umekuwa mkinionyesha ndio unanifanya leo hii natembea kifua mbele kama mbunge. Natembea kifua mbele kama mbunge ambaye nimetekeleza kwa ufanisi mkubwa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo nilikabidhiwa na chama changu cha Mapinduzi. Na mwenyekiti wangu wa chama yuko hapa, anajua ilani inasemaje, na yale ambayo yako kwenye ilani nimeyatekeleza kwa kiwango kikubwa, na mengine ambayo hata yako nje ya ilani nimeweza kwa kushirikiana na viongozi walioko madarakani kuyaleta katika jimbo langu la Kasulu. Ndugu zangu, tunafahamu kwamba afya ndio mtaji wa kila mwananchi. Kwa hiyo katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi tumetoa kipaumbele kikubwa katika kutekeleza miradi ya afya, na tumepata jumla ya shilingi bilioni 4,371 katika utekelezaji wa miradi ya afya, ambayo imewezesha ujenzi wa zahanati mpya 11. Ukienda Kumnyika utakuta zahanati, Msambara, Kinkati, huku Mkombozi ambako anatoka diwani wa chama cha Chadema. Sisi hatubagui kwa sababu maendeleo ni kwa wote, na tunajua wanamurusi waligafirika tu pale, lakini kimsingi sisi tunapeleka maendeleo kwa wananchi. Kwa hiyo hatuangalia hata asubuhi nimeanzia Murufiti kwa diwani wa NCCR Mageuzi. Kwa hiyo tunapiga kote kote. Rais Samia amekuja na 4R, siasa yake ya maridhiano, mashauriano, upendo, na ndio maana hata ndugu zetu wanajisikia amani kukaa na sisi kwa sababu tunafanya siasa safi, siasa za kistaarabu. Kwa hiyo tumeendelea na utekelezaji wa miradi hiyo. Ukienda Nyantare tumejenga zahanati, Nyachijima, Muungano kule Msambara, Masanza, jumla tumejenga zahanati 11 kwa gharama ya shilingi milioni 550. Lakini pia hatukuwa sawa watumishi, kwa sababu tukijenga zahanati ili watoe huduma vizuri, lazima pia watumishi wawe karibu na vituo vya afya. Kituo cha afya cha Nyasha tumejenga nyumba, kituo cha afya cha Mwamintare tumejenga nyumba ya watumishi. Lakini vile vile tumejenga vituo vya afya viwili. Kituo cha afya cha Nyasha ambacho kimegharimu shilingi milioni 500 na kimekamilika, na vifaa tiba vya milioni 150 tayari vimepelekwa pamoja na gari la wagonjwa. Afya oye! Maendeleo oye! Kwa hiyo hapo ndio tumefanya kweli kweli. Hatujafanya mchezo kwenye elimu. Tumefanya mambo mengi. Chuo cha ufundi VETA pale Nyumbigwa kimekamilika na watoto wanasoma sasa hivi. Na kile chuo cha ufundi cha VETA Nyumbigwa kina vifaa vya kisasa. Kwa hiyo watoto wetu wanapata ufundi wa kisasa. Vifaa vya ujenzi, vifaa vya kompyuta, vifaa vya ufundi magari, vifaa vya ufundi umeme, vifaa vya uhazili, vifaa vya ufundi cherehani, vyote vinapatikana pale Nyumbigwa. Niwasihi wananchi, nimewaletea pale VETA. Naomba sasa mpeleke watoto wenu wakapate elimu ujuzi. Shule ya sekondari ya Kigoma Grand imekuwa ndio kimbilio la kila mtu. Mwezi wa kwanza matokeo yalipotoka nimekuwa napata message nyingi. Mheshimiwa, nisaidie mwanangu akasome Kigoma Grand. Kila mtu anaikimbilia Kigoma Grand.
Kwa hakika ukiona vyaelea ndugu zangu vimeundwa. Ukiona vyaelea vimeundwa. Kwa hiyo shule yetu inatuheshimisha. Kigoma Grand inafanya vizuri sana. Niwapongeze walimu wote wa Kigoma Grand pamoja na shule zote za Kasulu kwa kazi na matokeo mazuri. Lakini chuo chetu cha maendeleo ya wananchi FDC nacho kilikuwa kimechoka, kimechakaa, lakini tumeendelea kukiboresha na sasa hivi ni miongoni mwa vyuo vya maendeleo ya wananchi hapa Tanzania ambacho kinafanya kazi vizuri sana. Kwa upande wa sekondari tumeweza kufanya mambo mazuri kweli kweli ndugu zangu. Tangu nimeingia katika jimbo hili nimehakikisha kwamba kata ambazo zilikuwa hazina sekondari zinapata sekondari, kwa sababu ni sera ya nchi hii kwamba kila kata lazima iwe na shule ya sekondari. Lakini wakati napokea kijiti 2020 kata ya Kimoba ilikuwa ina sekondari, kata ya Mwilavya ilikuwa ina sekondari, kata ya Kumnyika ilikuwa ina sekondari. Lakini sasa hivi tayari zimejengwa, zimekamilika na wanafunzi wanasoma. Milioni 475. Shule ya sekondari Mwilavya milioni 475. Shule ya sekondari Nyumbigwa, yani hapo ndio tumeupiga mwingi. Tumejenga kwa thamani ya shilingi bilioni 1,138. Bilioni 1 na milioni 138. Na shule hii ya Nyumbigwa mpya inakwenda kuchukua wanafunzi wa kidato cha 5 na cha 6. Ndugu zangu, tunavyoongea sasa hivi mwezi Julai tunategemea kupokea wanafunzi 200 wa kidato cha 5 pale Nyumbigwa. Shule ya sekondari Msabara tumeijenga kwa shilingi milioni 603, imekamilika, wanafunzi kazi ya kusoma inaendelea. Sasa hivi ndugu zangu tunapoongea tunaendelea na kazi ya kujenga shule ya sekondari Mkombozi. Tunafahamu shule ya sekondari Uwazi, shule ya sekondari Bogwe zilikuwa zimeelemewa kweli kweli ndugu zangu. Wanafunzi walikuwa ni wengi, mafuriko. Kwa hiyo tunawajengea shule ya sekondari Mkombozi ili kupunguza msongamano uliokuwepo katika shule ya sekondari Bogwe na shule ya sekondari Uwazi. Na ndugu zangu niwaambie, hapa kazi haijaisha, kazi inaendelea. Kazi haijaisha, kazi inaendelea. Tuna mpango wa kujenga shule nyingine mpya ya sekondari ili kuhakikisha kwamba shule zetu zinakuwa na idadi ya wanafunzi inayoendana na vigezo vinavyotakiwa. Kwa hiyo sambamba na shule ya Mkombozi, tayari katika bajeti inayokuja tumetenga milioni 603 kwa ajili ya kujenga shule nyingine mpya ya sekondari. Lakini pia tumeendelea kuimarisha maeneo ambayo yalikuwa na sekondari lakini jiografia yake ni pana sana. Kwa mfano kata ya Kigondo tulikuwa na sekondari upande wa Kigondo kule, Kigondo ya sekondari, sasa tumeongeza sekondari ya Kijama. Upande wa Muganza tulikuwa na sekondari moja ya Muganza sekondari, lakini tumeongezea na ndugu zetu wa Marumba nao wamepata sekondari yao. Upande wa Mwanga na wenyewe tumewapa sekondari. Kata ya Muganza walikuwa na sekondari moja tu ya Mwibuye. Wanafunzi wa Mwanga walikuwa wanatembea umbali mrefu kupata sekondari Mwibuye. Nikaambia mlilituma niwatumikie, na mojawapo ya kazi ambayo natakiwa kufanya ni kuondoa hizo kero hata ambazo watoto walikuwa wanazipata, kutembea umbali mrefu. Watoto wa kike wanaingia katika vihatarishi hata vya kupata ujauzito na pia kupata madhira hata ya kubakwa akiwa njiani. Kwa hiyo kazi ya kujenga shule Mwanga imekamilika na watoto wanasoma pale Mwanga sekondari. Elimu oye! Lakini ndugu zangu, tunaendelea kuimarisha pia kidato cha 5 na cha 6. Shule yetu ya Muka pale Msabara tumeipandisha hadhi. Sasa hivi inachukua wanafunzi wa kidato cha 5 na 6, na sasa hivi wanafunzi hawa wa kidato cha 5 tayari wapo wanaendelea. Kwa ndugu zangu
ni mafanikio makubwa sana ambayo tumeyapata katika sekta ya elimu. Na hapa sijazungumzia bado upande wa nyumba za watumishi ambazo tumezijenga katika shule ya Kimoba. Ukienda pale ile nyumba, mimi mwenyewe natamani nikakae pale. Nyumba ya kisasa imejengwa, iko vizuri kabisa. Nadhani hata mwalimu akikaa pale akili yake inakuwa inawawaza watoto kwamba na yeye afanyeje ili na yeye alipe ile fadhila ya kuweza kuangaliwa na kutunziwa heshima ya kukaa mahali pazuri, kwa sababu imani uzao imani, si ndio hivyo ndugu zangu? Shida ya maji ilikuwa ni kubwa kweli kweli. Nakumbuka Kumnyika, ndio usiseme, nilikuwa nikienda kufanya mikutano Kumnyika, ni kilio cha maji, lakini nashukuru tulipata fedha, tukaweza kuchimba kisima, tumeweza kusambaza maji, na sasa changamoto ambayo ikawa inakuja, maji mengi yanapasua mabomba. Uongo kweli? Ikawa sasa maji yamekuwa mengi mpaka yanakuwa kero, yanapasua mabomba. Kwa hiyo sasa hivi Kumnyika, nashukuru tumekamilisha hiyo kazi, lakini pia Uwazi tuliweza kuchimba kisima na kusambaza kwa thamani ya milioni 469. Lakini pia upande wa Nyatale, ndugu zangu wa Nyasha, yaani nyie ndio mna deni sasa, maana kama ni kuwatumikia shida zenu, kwa kweli mlikuwa mna kituo cha afya mmekipata, zahanati mmepata, mlikuwa mna kero ya maji, tukawaletea fedha kiasi cha shilingi milioni 776 kwa ajili ya kisima kile cha maji cha Nyatale na usambazaji. Na sasa hivi maji yanapatikana na yanaendelea kusambazwa. Lakini tuna chanzo cha maji kule milimani, Muganza na Mwangabii. Mwangabii tumepata chanzo kikubwa cha maji, ambayo sasa hayo maji kwa sababu yako mlimani tunataka tuyashushe. Na fedha hizi za kuyashusha maji, ndugu zangu, nimefanikiwa kuzipata bilioni 3 na milioni 300 nje ya bajeti, na nimezipata mwishoni mwa mwezi wa kwanza kabla tujamaliza hili bunge. Kwa hiyo tumepata fedha milioni 3 na milioni 300, na tayari tumepata mkandarasi. Maji haya yatashushwa Mwanga. Kwanza hatuwezi kuwa na chanzo Mwanga alafu wakazi wa Mwanga wasipate maji. Yatasambazwa Mwanga, yatashuka Kabanga, yatakuja Kimogwa, yatashuka Mwilavya, yataenda Nyarumanga, yataenda Nyachijima, yatafika mpaka Kijama. Kwa hiyo hiyo ndio mpango ambao uko unaendelea. Maji oye! Kama nilivyosema, upatikanaji wa maji ulikuwa 52%. Kwa miradi hii ambayo nimeitaja baadhi ambayo imefanyika, sasa hivi upatikanaji wa maji umeshapanda na kufika 76%. Lakini tuna mradi ambao ndio baba lao. Tuna mradi wa maji ambao ndio baba lao, ambao una thamani ya shilingi bilioni 35, ambao unatekelezwa maeneo ya Msambara. Na mimi natamani kwa kweli ndugu zangu wa Kasulu, wakati mwingine pia mpate, yani pale ni kama eneo la utalii. Ukienda utakuta matanki yanasukwa, linajengwa tanki kubwa la kuchukua maji mpaka lita milioni 1. Ni maendeleo makubwa. Mradi huu utakapokamilika, tunategemea upatikanaji wa maji katika mji wetu wa Kasulu utafika 98%. Maji oye! Lakini pia ndugu zangu wa Kasulu, nafahamu adha ya upatikanaji wa maji ambayo hasa wakati wa mvua yanatoka maji yakiwa machafu, yakiwa na tope. Naomba niwaambie ndugu zangu wa Kasulu, sijafumbia macho swala hilo. Niko kazini na nalifanyia kazi, na mwezi wa kwanza nilipata shilingi milioni 206 kwa ajili ya ujenzi wa chujio la kuweza kusababisha maji hayo yatengenezwe vizuri, yatibiwe vizuri kabla ya kufika kwa watu. Na kazi hiyo inaendelea, na kuna baadhi ya maeneo ambayo tayari tatizo hilo limeondoka, na maeneo yaliyobaki niwahakikishie niko kazini na mama yangu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni dhamira yake kumtoa mama ndoo kichwani. Ni dhamira yake kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata maji safi na salama. Maji safi na salama. Na hapa tunapoongea, kesho naibu waziri wa maji anakuja ili aendelee kuona kwamba bado maji ni changamoto. Kwa hiyo ndugu zangu, yale yaliyokuwa hayajatekelezwa bado tunayafanyia kazi.
na niwahakikishie serikali hii ya awamu ya 6 chini ya mama yetu mpendwa, mchapakazi, mpenda maendeleo, jemedari wetu, na chini ya uongozi wa mbunge makini, mama mchapakazi, mpenda watu, mambo haya yatakwisha ndugu zangu. Mambo haya yatakwisha. Wanasema subira yavuta heri. Naomba tuvute subira. Naomba mniamini, serikali iko kazini. Naomba mniamini, mbunge wenu niko kazini na watumikia kwa uaminifu na kwa weledi wote. Mambo haya yanafanywa kazi. Najiamini kwa sababu kazi nilizozifanya hazihitaji tochi kumulika, zinaonekana. Ndugu zangu, mnaona hamuoni? Mnaona kazi au hamuoni? Sasa ngoja basi niwape siri ya mafanikio yangu. Siri ya mafanikio yangu ni umoja na mshikamano ambao Wanakasulu mmekuwa mnanipa. Upendo mkubwa ambao umekuwa unanionyesha. Kwa kweli upendo wenu, nikitoka kila mnavyonionyesha upendo, usiku sipati usingizi, nawaza kero zenu. Nasema sasa hawa watu wananipenda namna hii, lakini hawana maji, hawana pa kupita, hawana kituo cha afya. Upendo, mshikamano wenu umekuwa ndio chachu ya mafanikio. Kwa ndugu zangu, naomba sana, mwaka huu 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Naomba sana tuendelee kufanya siasa zetu katika hali ambayo itaendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano katika mji wetu wa Kasulu. Tufanye siasa za ustaarabu, tufanye siasa za staha. Na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amekuja na 4R kutuonyesha siasa za maridhiano, maelewano, ustahimilivu. Tuvumiliane ndugu zangu, tuvumiliane, twende pamoja, watu wote, itikadi zote twende pamoja, watu wa dini zote twende pamoja, wazee kwa vijana twende pamoja, akina baba akina mama twende pamoja, mwenye elimu asiye elimu twende pamoja, wote kitu hiki kimoja. Naomba tushikamane, tufanye kazi kwa bidii ili Kasulu yetu iendelee kung'ara. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, ninawashukuru sana na sasa niko tayari kusikiliza kero zenu. Asanteni sana.